Pia leo tunapata nafasi ya kuweza kuuliza tu kuhusiana na hiki ambacho kimetrend kweli kweli katika mitandao mbalimbali pia ya kijamii. Tunasema ama tunauliza, kwa mujibu wa jarida la African Leadership la Uingereza pale limemtaja Engineer Hersi Said wa Young Africans kama kiongozi wa mfano katika mpira wa Afrika. Je, vilabu vingine vya Tanzania vinatakiwa kujifunza kutoka kwenye mafanikio ya uongozi wake, au Engineer Hersi Said ni kiongozi wa kawaida sana kwenye soka letu? Hiki ndicho ambacho tunakijadili kupitia question mark hii leo. Wewe pia una nafasi ya kuandika hapo ujumbe wako kituambia maoni yako pia ni yepi hasa. Mimi Majanta, mwenzangu ni GH kwanza kwenye mjadala. Tunapata nafasi ya kuweza kuzungumzia hilo. Mazungumzo, of course wewe pia umeshuhudia hiki ambacho tunapata nafasi ya kuweza kuendelea katika maeneo mbalimbali. Mitandao mbalimbali ya kijamii imezungumza sana kuhusiana na hiki ambacho tunakijadili hapa. Wewe kutokana na question mark kwenye mjadala wetu hapa, uko kwenye eneo gani pengine? Eneo langu mimi moja kwa moja ni katika kumpongeza kwanza, lakini mbali tunakumpongeza kama question ilivyouliza hapo Majanta, ni vilabu vingine ama viongozi wa vilabu vingine wanatakiwa kujivunia na kujifunza yale ambayo Engineer Hersi Said anaendelea kuyafanya katika uongozi wake ndani ya klabu ya Young Africans. Lakini kama haitoshi, huyu ni mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Afrika ama ACA, na akiendelea kufanya vizuri huko. Kwa nini nasema hivyo Adolf Mwingira Majanta? Katika miaka ya hivi karibuni, kulingana na umri wake, kwanza ilikuwa si jambo la kawaida vilabu vyetu vikongwe bwana Simba na Yanga kuongozwa na mtu kijana ambaye yupo kwenye umri wa miaka 40 na kitu hivi, ilikuwa si jambo la kawaida. Kama unakumbuka vizuri, wakati ule 2022 anachaguliwa kuwa rais wa Young Africans, baadhi ya watu wakosoaji walimbeza, wakasema ni rais Msela ambaye anakwenda kuongoza klabu ya Young Africans, lakini yeye alisimamia na kuamini wapi anataka kuivusha na kuipeleka Young Africans. Wakati Engineer anaingia madarakani, Young Africans ilikuwa haina rekodi ama historia ya kufanya vizuri katika michuano ya vilabu barani Afrika. Wote ni mashuhuda, katika uongozi wake klabu ya Yanga ilifanikiwa kutinga hata hatua ya makundi michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, jambo ambalo hawakuwahi kufanya hivyo katika historia zaidi ya miaka 25 iliyopita. Na sio hivyo tu, kuishia mpaka robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na chupu Yanga iweze kuingia katika hatua ya nusu finali. Kama unakumbuka, waliondolewa na Mamelodi Sundowns kwa bao la dhuluma, ambapo hata rais wa CAF naye alithibitisha jambo hilo kama unakumbuka vizuri. Sio hivyo tu, Young Africans kucheza finali ya kombe la shirikisho barani Afrika 2022-2023 ni mafanikio makubwa sana ndani ya klabu ya Yanga. Kwa nini tunayasema haya? Tunasema haya, Engineer ameyafanya ndani ya Yanga, na kutokana na mazuri haya ndani ya Yanga yakampatia nafasi ya kwenda kuongoza umoja wa vilabu vingine barani Afrika. Yaani pasipo kufanya vizuri Yanga asingepata nafasi ya kwenda kuongoza vilabu vingine barani Afrika. Kupata hiyo nafasi, na huko pia ameanza kuonesha vitu ambavyo pengine zamani havikuwa pamoja. Kama unakumbuka vizuri, ni mwaka huu chama hicho ama umoja huo wa vilabu barani Afrika umepata makao makuu yao. Yani walikuwa chini ya CAF, lakini walikuwa hawajitegemei, hata makao makuu yao ilikuwa haijulikani. Lakini chini ya uongozi Engineer Hersi Said, aka ama ACA imepata makao yake makuu pale nchini Morocco, na inaendelea kufanya vizuri na shughuli zote zinaendelea kama kawaida. Lakini pia kama haitoshi, Engineer Hersi Said April 13 aliweza kushinda ama kupewa tuzo kutoka kwa World Football Summit WFS, tuzo ya kuthamini mchango wake wa kuunganisha vilabu vya soka barani Afrika. Maanake hii sasa si tu Tanzania, ni nje ya Tanzania. Na hapo leo umetaja kuhusiana na jarida hilo maarufu pale nchini Uingereza, hiyo ni nje ya Tanzania. Imemtaja kwamba kiongozi mahiri na anafanya vizuri katika swala zima la kuongoza. Sasa mtu kama huyu kwa namna gani au kwa namna moja ama nyingine hutakiwi kujifunza kutoka kwake? Hutakiwi kumsifia? Ni jambo ambalo haliwezekani. Anafanya vizuri, ndio maana hata hao kutoka nje wamethamini na kuona mchango wake.
chini ya engineer El Said, Young Africans inafanya vizuri. Hata ukiangalia aina wachezaji ambao Young Africans wanao kwa sasa ni nguvu za engineer El Said. Mimi nakumbuka scenario moja alikuwa anasimulia vile ambavyo alifanikiwa kumpata Stefan Kiaziz. Ni usajili, yani miongoni mwa usajili mkubwa sana ndani ya kikosi ya Young Africans. Ndiyo. Anasimulia ilimbidi afunge safari mpaka kule Ivory Coast, wakati huo anacheza ASEC Mimosas. Na wakati huo alikuwa anahusishwa na vilabu vingi tena vikubwa barani Afrika, ikiwemo ofa kutoka RS Berkane. Hata wapinzani wao Simba walikuwa wanamhitaji Stefan Kiaziz. Ndiyo. Lakini alivyokuwa kiongozi imara akafunga safari kwenda kumshawishi na kumleta Tanzania. Wachezaji wakubwa kama kina Pacome sasa wanacheza katika ligi ya Tanzania, wako hapa kutokana na nguvu zake. Kama haitoshi, ushiriki wake kuibeba timu ya Yanga kama timu yake, au Yanga ni kama watoto wake. Mara kadhaa huwa tunaona kila Yanga inakoenda, kama engineer hana majukumu nje ya nchi, engineer lazima awepo jukwani. Ile inaongezea hari ya wachezaji kupambana, na ni kweli katika kipindi cha miaka 3 mfululizo Yanga amekuwa ni dominant katika ligi kuu ya Tanzania, akibeba mataji karibia yote na kufanya vizuri. Hiyo ni nguvu yake. Huwezi kuacha kumpongeza na kumsifu. Kwa hiyo hawa wenzetu wameuona mchango na sisi pia tunauona. Of course anafanya vizuri sana, na kama haitoshi pia engineer ni mtu wa connection. Mara kadhaa unamuona anasafiri huko duniani, mara ameenda Ufaransa kukutana na rais wa PSG, mara ameenda Real Madrid kukutana na watu huko, mpaka huko Liverpool kukutana na watu, wanatafuta connection namna kuipeleka soka la Tanzania hasa kwa upande wa klabu yake ya wananchi Young Africans. Kwa yote kwa yote tunampongeza, na viongozi wengine pia wajifunze. Maana yake ukimtoa engineer hakuna kiongozi wa klabu nyingine yoyote kutoka Tanzania ambaye ameweza kuzigusa level za engineer else. Huo ndio ukweli. Kwa hiyo tunampongeza kwa hilo, na pia wanatakiwa kujifunza namna ya kuendesha vilabu. Ni maoni ya kwake ndugu yangu Mazinza hapa.